Sehemu sahihi ya kuweza kupata habari za kimichezo ni Chapesa Media. Wewe ambao hujasubscribe, sasa ni wakati sahihi kwa upande wako uweze kushare, uweze kusubscribe, ulike, ucomment na kushare hizi content ambazo tunazifanya. Nipo na mzee wangu mzee Saidi, nimemletea kitonge tena kwa mara nyingine azungumzie group stage ya timu yake Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida. Tanzania ni nchi yenye kuingiza timu 4, ni historia ya kipekee ndani ya shirikisho na klabu bingwa. Nipo na mzee wangu mzee Saidi. Wanachepesa, tuendelee kudili na msikilize nini kinachoendelea. Habari mzee wangu? Salama bwana. Habari za siku 2-3? Nzuri. Afya iko imara? Ipo imara ndio. Mbona tulikuwa kwenye lockdown kidogo. Sasa mambo sasa hivi tumeambiwa mambo safi. Turudi tufanye kazi zetu kama kawaida. Vipi lakini mambo mengine yanasemaje? Tunamshukuru Mungu tupo. Mzee Saidi, mpira sasa hivi hamna. Draw ya makundi ndio imeshatoka. Imeshawekwa hadharani. Umeiona kwanza timu yako? Nilisema, kwani mimi sikuyasema? Ulisema nini sasa? Wewe uliza swali lako afu tutapita nayo humo. Ulisema nikuulize tutapita nalo. Mzee Saidi, limeshafanya draw ya makundi imeshafanyika. Yanga yupo kundi B, Simba yupo kundi D. Hilo ni klabu bingwa barani Afrika. Barani Afrika au wababe sasa. Kundi, tukianza na upande wako, kwa si tuanze Yanga, si nije Simba huko kwanza. Wewe twende na wote tu. Mimi naanza kwanza na kwako. Mimi niliwaambia hivi. Umeona makundi? Makundi yote umeyaona? Nimeyaona. Lakini mimi si niliwaambieni. Huku kote tumepita tujakutana na Waarabu. Subiri tukishapangiwa makundi lazima tutapewa Waarabu. Sasa umeliona kwanza kundi la Wagalatia, mtani wako? Kundi la Wagalatia na Waarabu watatu. Mswahili mweusi pekee anaweza akapita. Vipi mzee? Utanishangaa. Yanga anaweza akapita. Yanga anaweza akapita? Kivipi? Tena wakabakia watu. Sasa wale si wababe wa Afrika. Wale kila siku wao ni kutunishiana misuli. Yanga anatunishiana misuli na nani? Yanga underdog mnavyosema nyinyi wenyewe. Wengi baadhi ya mashabiki wanaamini kuwa Yanga ile safari yake ndio imeishia hapo. Sawa, kimpira sasa mimi nakwambia. Wale wao wanaangia kishabiki. Wewe umeliona nini hapo mpaka naangalia kimpira? Yanga sana mechi za nyumbani. Ndio. Gangamala mechi za nyumbani. Kwa hiyo kuniambia mzee Saidi Yanga atafute pointi 3 kwa Al Ahly. Ndio inawezekana, kwani Simba atafute pointi 3 kwa FAR Rabat. Kwani hajawahi kumfunga Mwarabu hapa akamtoa? Ila kwa Al Ahly ile hajawahi timu hata moja kwa taifa. Sawa. Ni kuweza kumfunga. Bwana wewe, kwani Al Ahly hajafungwa hapa? Al Ahly? So Al Hilal, Al Ahly. Ndio hajawahi kufungwa. Hajawahi kufungwa. Kwani Al Ahly alifungwa na Mixon akiwa na nani? Sio na Simba. Hakufungwa goli moja yule. Aliondoka hapa kafungwa goli moja. Sasa kumbe huyu mwenyekiti wa sasa hivi ndio wanatufunga. Mwenyekiti wa Mangungu ndio wanatufunga hapa. Wale walikuwa wanatufunga sisi. Sasa mzee Saidi, ngoja sasa. Twende hapo, twende kwenye point. Bingwa wa Afrika hapa na ndio kipindi hicho mabingwa wanakuja hapa waliziacha pointi 3 hapa kwa Mkapa. Hapa kwa Mkapa na nani? Mixon anagongesha mwamba. Tumejazana taifa pale. Sio uongozi huu babu. Wewe vipi, sio uongozi huu? Ule wa mzee wa makofia. Sasa kumbe yuko makofia mwenyewe. Kuna Tadeo Lwanga, umenelewa? Kuna Mohamed Hussein, akina Dilunga. Kapteni. Acha bwana, mnaacha watu. Kwa hiyo mzee Saidi, ngoja. Wewe vipi? Kwa ushindi ule alioshinda Simba 2020. Kuna mtu kakwambia Simba hajawahi kumfunga yule bwana, muongo mkubwa, aje kwangu nimpe data. Kashashinda goli moja ndio. Tulifunga goli moja na tuliondoka kwenye lile kundi yeye na sisi. Ndio Simba kipindi kile kaenda huku kala 5, karudi huku kala 5. Yeye akija tu hapa kigoli kimoja kakungangania. Akapata pointi 9. Au ndio ule msimu wa Simba kufungwa goli 10 na ngapi zile? 12. Sasa si ndio msimu huo? Si tumewakunguta hapa na jezi zao nyekundu. Si tumevaa jezi nyeupe. Usiniambie habari ya Simba. Wale jezi nyeusi nyekundu. Watajua wenyewe. Watajua. Wale nyekundu nyumbani wanavaa. Watajua wenyewe. Sasa ngoja sasa. Simba sawa kabisa walivaa jezi nyeusi. Jezi nyeusi. Nyekundu. Golikipa wao kavaa jezi ya njano. Makalilia yule golikipa. Getoru. Sasa Simba si tumezoea kualiza magolikipa wa Kiarabu. Sio jana wala juzi.
Sasa kwa wewe unavyoliona kundi la Mzee Said, kundi la Yanga, wewe Simba ulishinda ile 2020. Ndio maana nimekuambia hivi. 2021 wao kama vile watu wasiojielewa. Ila viongozi wakae na kitu hichi kimoja tu. Viongozi wa Yanga. Kwa kwamba tukifika taifa letu liwe hili moja. Tusitafute ushindi mkubwa. Kigoli kimoja ngwa mnalinda. Mna pointi 3. Wale wababe wa Afrika wale watapasuana wenyewe huko. Kuna mwingine atataka kumpasua mwenzie nyumbani. Kuna mwingine naye mwingine atasema namngojea kibonde wangu Yanga. Kaenda nyumbani kafumuliwa Yanga. Na kwenye kundi inaonekana Yanga ndio underdog. Si ndio nakwambia? Hata kundi hili Simba alikuwa anaonekana underdog kwa sababu alikuwepo ye mwenyewe huyo Simba alikuwa Ahali wale jamaa wa Morocco sio alikuwa Egypt. Alafu na hawa wanani hawa alikuwa anafundisha huyu Libenge. Maema. Nini ile timu ile? Iliyotoka Maema, Meniama. Hii hapa ya Kongo. Sivita. Sivita salimpiga Simba 5. Ndio. Mpaka wametuwekea kidoli wanasema amukani. Wamepigwa tena. Au mnasahau? Hiyo mimi waga sisahau. Hiyo mimi niko pale uwanjani pale. Na hakuna mechi iliyoniumiza kama ile. Ile mechi nilitoa machozi. Ile FC Vita na Simba. Sio FC Vita na Simba, ile na Waarabu. Ile Waarabu halina Simba. Ile kushinda goli moja. Mpira ulipigwa mkubwa, sijawahi kuona tena mpira wa Simba. Mzee Said. Mungu nakuapia kwa jina Mwenyezi. Nakwambia hapa Ntevu. Hakuna mpira mkubwa kama Dilunga alikuwa anatembea anateleza kama nyoka. Akina Pascal wao. Huko ndo usiseme nyuma. Waarabu walikuwa wanaulizana kwani hawa binadamu gani hawa? Hivyo unajua kuna mwaka mmoja Simba aliwahi kucheza na Waarabu. Mpira umeisha wale watoto wachezaji wakakatwa wakaenda kufungiwa vyumbani wapimwe. Wachezaji wa wapi? Wa Simba. Mzee Said mwaka gani? Miaka mimi nimesahau. Uliza wenyewe wenye kumbukumbu watakwambia. Wachezaji wawili walikamatwa wale. Patrick Makingwe. Patrick Makingwe. Alafu na mtoto mmoja alikuwa anamuita Akrimaria. Walikamatwa wale watoto. Mpira unaisha yani wakaongojea pale kwenye pitch. Wanatoka wakawadaka nyito ndani tukawapime nyinyi. Haiwezekani nyinyi mwe mnatembea mwendo kama ule. Ndio sasa yule mtoto Dilunga yule. Tege tu mangu ulikuwa unaonekana tege tu. Huku nyuma kuna Mohamed Hussein, pembeni kuna Shomari Kapombe. We nini bwana wewe? Yanakuja maguruguru yanatuharibia timu, yanachukua wachezaji wetu wanapeleka Yanga. Si tuna mengi tunayajua moyoni tunanyamaza. Eti kuna Mwarabu hajafa hapa. Mwarabu gani hajafa hapa? Wanakuja kutufumania baada ya uongozi huu uliokuja usiojitambua. Kuna Mwarabu ambaye hajafungwa hapa. Kuna Waarabu walipigwa 3 hapa wakasema watu wamewawekea sumu. Kwenye nini sasa? Siku vyumbani. Hauna ya sahau wewe. Tunashtaki FIFA. Ndio maana nakwambia hivi. Yanga kama watajipanga viongozi, haswa viongozi hususan ni viongozi. Kama watajipanga Yanga anakwenda. Kwa unaona katika mwelekeo wa kugombania za kuingia robo finali kwa Yanga, kundi la Yanga anapita na nani? Anaweza kapita na nani? Na huyu Mwarabu. Au Farabat. Huyu Mwarabu. Tena huyu Mwarabu ndio wa kwanza aje huko anamfumua. Lakini JS Kabylie nayo ya moto. Sawa. Ndio maana nimekuambia hivi. Wale kule wale watataka mpaka kupasuana kwao. Misri akitoka akienda kwa mwenzie atataka kwenda kumfunga pale pale. Sijui unanielewa? Akitoka akienda akifuatwa Misri atataka mfunge pale pale kwake. Huyo bwana kapoteza ngapi? Kapoteza pointi 6. Pointi 6 zimeondoka. Yeye huyo Misri aliyomfumua akachukua pointi 6 anakuja kwa Yanga anakula tu kichuma kimoja. Kimoja tu anaondoka. Haya kesho tunaanza kupigiana hesabu nani kaenda. Simba aliondoka na huyu Mwarabu. Ndio. Watu wakaanza kusema Simba wachawi. Na ushindi wake ulikuwa ni mdogo. Goli moja, mbili. Yaani kashinda sana mbili. Lakini asilimia kubwa ni moja. Mtu yote asikudanganye cha pesa akakwambia kuna Mwarabu ameshindwa kufungwa na Simba hapa. Uongo. Simba ile ilikuwa ya moto. Sio mchezo na uongozi wenyewe wa moto sio huu. Mpaka unuse maharage yamechacha au mazima.
Wewe unafanya mchezo nini wewe? Mzee Saidi, tuje kwa upande wako wa Simba Sports Club. Katika kundi lako mko sijui tuko na nani na nani. Uko na Experience de Tunisia, upo na ile ngoja tuangalie. Wale waliwahi kututoa kwa matuta wale. Dodoma Jiji. Au nasikia nao wamo. Stade Marine ya Mali. Nasikia kidogo nayo kipindi hicho ilishachukuaga ubingwa wa klabu bingwa mara 2 mfululizo. Klabu bingwa barani Afrika. Sasa ni hivi. Hapa ni Simba pekee ambaye hakuweza kuchukua. Sasa nisikilize. Unajua mpira hata hivi vilabu hivi. Na hapa palipofikia ndo penye pesa. Hakuna mtu asiyetaka hela. Anakwambia mimi naweza nikakosa lakini kiingia robo finali nina hela. Sijui unanielewa. Sasa cha msingi uongozi, yani shida ni uongozi. Yani nashindwa hata kuongea. Ila imani ya kupita imani ya kupita ipo kwa sababu una mechi nyumbani 3. Sawa. Mechi zako zote 3 wewe shinda una point 9. Ndio. Niliwahi kumwambia bwana mmoja nikamwambia Simba hii inakwenda. Tumetoka hapa tunaenda kucheza na nani? Tumetoka hapa tumeshinda kigoli kimoja. Tunaenda kucheza na wale Waganda wanaitwa nani wale? Kuna Waganda fulani hivi tulicheza nao URA sijui URA. Tukacheza nao hapa tukashinda kigoli hichi kimoja. Tulicheza mpira wa kijinga kabisa. Lakini ukatule makundi alikuwepo. Walikusanyana wote wakaenda kule. Simba kashinda akawa na pointi 6. Kashinda moja nyumbani, kashinda moja. Kigoli kimoja hicho. Kinachotakiwa ni pointi 6, pointi 3. Katoka kule karudi. Simba anaondoka kenda kapigwa kule. Huko alikoenda kwingine huko akafumuliwa. Zamana tu ya kutosha. Alivorudi hapa akagangamala akamfumua mtu. Ngapi hizo? Tale kabeba za kwake 3. Zile 3 na 3 zile 6 na hizi 3 9. Wanavyosema ukifikisha pointi 9 tu wewe mwelekeo wa kupita. Watu wakaanza kuulizana, Simba wachawi sana. Timu gani ya kuchukua pointi 3? Mpira hesabu. Na hasa mwe na viongozi wenye talent ya kupiga mahesabu. Ya kujua mchezo tuucheze vipi. Umenielewa? Yaani ukifanya timing kigoli tu nyie msitafute tena mengi mkaanza kupishana nao. Wale lazima watakuja. Kwa nyinyi mnalinda goli lenu mnatulia. Na ndio maana Warabu ndio wanavyotufanya. Wao Warabu wanaanguka au sijui nini. Ile ni technician ya mpira. Yaani kuondoa watu nyinyi kwenye mudi. Kwenye morali wa kusema mchangamkie tutafute goli tutafute goli. Lakini inawezekana ukiangalia umegongwa sio inawezekana ndio hesabu za mpira babu. Tatizo lako hujacheza mpira wala hujaona. Mimi striker Mzee Saidi bwana. Striker wa wapi bwana? Labda striker wa barabarani bwana. Labda striker wa barabarani. Wewe striker usijue hesabu. Hesabu lazima usijue na mpira ni hesabu. Mtu yote asikudanganye. Mpira ni hesabu. Yanga akipiga hesabu zake akipanda pointi 9 kaenda. Wale kule lazima hawatoachana kwa sababu ni mabingwa wale mabingwa mpira wa Afrika. Kila mmoja atataka kumtambia mwenzie. Wewe usipite nataka nipite mimi nizidi kujionyesha mimi. Wao wanapigana nyinyi kupanga kihesabu ili hebu ngoja nikuulize, unakumbuka tuliwatoa wa Misri kwao pale na Simba ile ya kutoa nani Kaseja ya kucheza penalti moja. Sasa alitolewa nani? Alifungwa goli moja hapo. Watu wanakuja wanazaliwa juzi hawana kumbukumbu shekhe. Sawa. Watu wanazaliwa juzi wanapewa vitonge wanakaribishwa studio halafu hawajui wanachokiongea kitu gani. Tumeondoka sisi hapa na kina Boniface Pawasa, Kaseja, Kuleshi Ufunguo. Sijui kama wanawajua hawa watu. Kuleshi Ufunguo. Fullback hiyo. Shauri yako. Wewe. Tunaenda Misri. Watu wanasema Misri wanaenda kutoka watakula nyingi. Nyumbani lazima upige ndio wanavyosemaga kauli mbiu yao. Watakula nyingi hawa. Watakula nyingi. Dakika ya kwanza watu dakika ya pili watu jamani. Mara jamani mpira jamani. Mara cha kwanza kinaisha. Sasa refa uliza alikuwa nani? Refa alikuwa Mwarabu. Akaamua kuwaua Waarabu wenzie pale Misri. Waarabu nusu wauane.
Mpira umeisha, penalti zimepigwa. Simba walijikusanya uwanjani kama vile kidualo ndio aliatiaga hadi ile wakatiaga fujo ile. Sasa kumbe unatolewaje na timu kama hii? Tuko nyumbani. Si tuko nyumbani. Mmetoka. Si kawaida ya Simba. Lakini watu wanakuja kukurupuka kuiona Simba imepotea hapa juzi na Simba haijapotea, imepotea na hawa viongozi uchwala hawa. Kuna viongozi pale. Alafu unaenda unafuta maneno yangu mengine. Mimi naumia. Si tunaumia babu. Walabu wametolewa pale Misri. Walikuwa viongozi hao wana uwezo wa kumtoa Mwarabu Misri. Lakini Simba kashamtoa Mwarabu Misri. Pale kwake. Ndio. Yanapigwa mafataki, kina Kaseja wamekusanyana. Kaseja ukatondo mdogo fupi kabisa. Kaka kitunguu amekaweka katikati. Dogo angalia usije ukapigwa, njoo kusogea huko. Wanakalinda. Pawasa ndio makubwa. Sasa Pawasa ile ndio kubwa lakini toto dogo. Kina Buba Masai. Acha wewe bwana wewe. Watu walikuwa wanateleza. Lakini sasa shida kubwa kwa mtani wako, tunarudi mzee Saidi. Wanasema sio ile Yanga ya kina Zikia kina Mayele. Hii bado haijakaa kwenye fomu, hata kama hesabu zitafanyika, lakini bado inaonekana kiwango kile sio cha kuridhisha kwa wao kuingia robo finali. Hebu sikiliza. Nani kaiona Yanga sasa hivi tangu imemaliza ile mechi? Imemaliza mechi ya kimataifa iliyoshinda goli 2. Nani kaiona? Waliona pale zidi ya mnanio. Zidi ya nini? Mtibwa wale walivyocheza. Waliona zidi ya Mtibwa. Walikuwa tayari wana kocha mpya au walikuwa bado hawana? Bado alikuwa amekaimu yule Mabedi. Alikuwa bado Mabegi. Kocha mpya alikuwa bado. Bado hajafika. Basi subiri. Alikuwa amekaa pembeni. Subiri sasa kocha mpya. Tuone, kwa sababu kwenda kwenye makundi bado tayari ratiba imetoka. Mwezi huu huenda mwezi huu tarehe 20 ile kuelekea huko kuna mechi. Sasa hapa 20 kama timu si tayari imeshakaa vizuri. Kwani timu kukaa vizuri unafikiri ni muda gani? Mwaka? Hapana. Wala ufiki mwaka, wala miezi 4 haifiki. Kama mna wachezaji standard, sema ungeniambia kwa kwamba wachezaji wa Yanga tuna wasiwasi nao, lakini sio kukaa vizuri kwa timu. Wengi wachezaji sio timu, wachezaji. Wanazungumzia wachezaji wa Yanga. Wachezaji wale kina Mayele na akina Mayele, ile akina Ziki pamoja na Aucho. Na hawa waliopo sasa hivi inaonekana kama viwango vyao. Sasa na hautokuja kuamini hilo timu hilo. Hawa wachezaji wanawavusha. Hawa kina Pakome. Hawa kina Zoazoa. Hawa kina Zoazoa, kina Makisi Zingeli wale, kina nani yule? Na Yanga imeonekana kwa unajua watu hatawakumbuki. Yaani mimi nakwambia Yanga inaonekana kama vile imechoka, mbele haueleweki. Mzinze hayupo sasa hivi. Mzinze ndio anayepewa majukumu ya timu. Watu hawaelewi. Mtu wa kumaliza jambo nani? Mtu wa kumaliza jambo ukati yupo Aziz Ki ndio alikuwa ni mtu wa kumaliza. Sasa majukumu ya Aziz Ki kapewa Mzinze majeraha. Timu ndio maana unaona mbele ina haha. Bado shinda kule kama kuna machi. Ndio maana yake. Na ndio maana unaona ndio maana hata kocha wa Simba anakuambia mimi bado. Kwa nini anakuambia bado? Anatafuta quality. Quality yangu hii ambayo ndio naondoka nayo inaenda kunipa mimi matokeo. Bado sijaipata. Hivi mimi naomba nikuulize swali, sio na kutukana. Naomba nikuulize swali. Nasikiliza. Hivi ukiwa mwanamke mzuri kama mnajifungia tu ndani mnalala unaomba Mungu upate mtoto, inawezekana? Asina kuuliza swali. Itawezekana? Haiwezekani. Unatakiwa ushughulike ndio umpate binadamu mwenzio. Kazi ifanyike. Sawa. Si ndio? Na hii kazi tumeambiwa na Mwenyezi Mungu ifanyike ili upate mtoto. Kwa hiyo wewe unaoa, unaenda kulala ndani na mkeo, unafunga milango, unasema Mungu nisaidie. Umelala chali hapa, Mungu nisaidie, unakuna ndevu, Mungu nisaidie nipate watoto wawili. Aje. Wanapatikana na nini? Uongo. Sasa kumbe. Na ndio maana timu inatakiwa itengenezwe, ifuatiliwe, ishughulikiwe. Ndio inaleta ushindi. Maana yake ndio hiyo. Nimetoa kwenye maana kubwa mno. Umeangalia parefu. Ndio maana yake. Timu inatakiwa itengenezwe, ishughulikiwe. Na ndio maana ukimwoa mkeo, unatakiwa umvishe, umpeleke hospitali, umlishe, ale ashibe. Safi kabisa.
Na timu ndivyo ilivyo, inatakiwa ishughulikiwe, iangaliwe kwa kila kitu. Sio umesajili sio umesajili wachezaji eti wachezaji si hao hapo tumewasajili wazuri, mbona waleti ushindi? Uongo. Ushindi unapatikana na viongozi wenyewe wa klabu, wanatengeneza ushindi. Wao sione Real Madrid vile pale wameona unapiga kina Mbappe wale. Wao umeona juzi wale watoto wale mpaka wamepigana. Barcelona wamekula 2, wameamua kutwangana ngumi, wanawapiga wachezaji wao. Lengo walikuwa wanataka washinde wao tu wage wanashinda. Na sisi safari hii tumejikusanya. Wataka kubadilisha matokeo. Zile 5-5-4 wataka muziki. Na sisi tuzikimbie. Sasa je, hawa wanaweza? Ndio swali la msingi. Unakuta watu wananiambia Mzee Saidi haipendi timu ya Simba, anaisema timu ya Simba. Hapana, huwezi kukisema kitu unachokipenda. Utakikosoa pale kinapofanya vibaya. Pale kinapofanya vibaya. Ili kuipa njia na ili kwenda sawa. Ukikosoe ni kina nani? Ni wale wanaokiongoza. Je, wako sahihi? Hii starehe shekhe. Sasa kama haya makundi haya, mimi nakwambia mwenye kupasua kwenye haya makundi haya anapata CV kubwa sana kafu. Akishapita. Vibaya mno. Na unaona wapo wakupita. Wapo. Simba wanawezekana. Simba na uwezekano. Wakichanga karata vizuri hata Yanga hata Simba wanapita. Wengine wanasema kundi la Simba kitonge. Juzi mseleleko. Juzi nimekutana na yule mtoto. Fei Toto. Mwana Azam. Kapita pale bandani pale. Kwenye banda la mabodaboda. Mimi wanakaa na wale mabodaboda wale vijana. Huwa nawapa maneno ya busara sana. Ndio sawa. Na huwa wakiniona tu utasikia Mzee Saidi njoo. Na huwa hawataki niondoke pale. Sasa yule bwana mdogo alikuwa anatokea Chamanzi na mgari wake. Mgari wa maana. Watoto hao wanavuna hela. Kafika pale, mimi siijui ile gari. Na wala sikujua gari ya nani. Wale vijana mabodaboda wakaniambia Mzee Saidi, umemwona Fei Toto? Nikamwambia yuko wapi? Huyo hapo anapita. Kama kawaida yangu mimi huaga sijui kulembalemba. Nikaita pale Fei Toto. Fei akaniona kwenye kioo akasimama. Hilo kwanza ni busara, namsifia Fei Toto. Unampa maua yake. Sawa. Ni muungwana, alafu ana adabu. Safi kabisa. Akashuka kwenye gari. Mimi nikaenda paka kwenye kioo. Nikamwambia Fei. Kwenye kioo kwenye gari? Kwenye gari pale sikasimama. Nikamwambia Fei shuka kwenye gari twende kasalimie vijana wenzio pale. Akaniambia nashukuru Mzee Saidi twende. Kweli kenda kawasalimia vijana wote. Lakini akanilalamikia neno moja tu aliloniambia. Akaniambia Mzee Saidi utusifii sisi Azamu. Unawasifia Yanga, unawasifia Simba. Sisi tumekukosea nini? Sisi unatukosea nini? Mimi nilichomjibu nikamwambia Fei umecheza na nani? Mimi nikusifie. Kabisa. Ulimuuliza? Umecheza na nani Fei? Kwenye shirikisho. Akaniambia Mzee Saidi unadharau. Nikamwambia nimekutukana mwanangu? Hapana. Haya nimekuambia maneno mabaya? Hapana. Nimekuuliza swali. Umecheza na nani? Umecheza na nani? KM. Mimi namsaidia. Umecheza na KM. Alafu mimi nasimama na kusifia. Piga Mwarabu. Fumue Mwarabu. Hapo Mzee Saidi. Pita kwenye makundi. Hapo Mzee Saidi. Uone mimi nitamwaga sifa gani? Twende kwa Azam FC. Shirikisho. Kundi la Azam FC. Yuko na nani? Yuko na nani? Kundi la Azam kuna Wydad. Yule baba mkwe wako yuko. Hapa kwa mkwe. Kazi hiyo. Wa pili yuko Maniema ya Kongo hiyo. Hii ya nani? Maniema ya wapi? South Africa. Kazi hiyo. Yuko Nairobi United na Azam mwenyewe. Sasa anachukua wewe kwanza Mzee Saidi tunaangalia hapa kwa huyo Faisal alikulaumu wewe sasa kwenye ili kundi. Azam unamwona njia ya kupita. Ili kundi ni jepesi sana. Azam anapita. Kundi ni jepesi. Wao Azam washinde wenyewe. Na wakishindwa wasije wakanipigia simu hata siku moja wakaniambia Mzee Saidi tusalimie ili kundi. Alafu anapita yeye. Hapo anapita yeye na Wydad. Yaani nimeshasema anapita Azam na Wydad. Kama kweli wanania
viongozi wa Azam waende robo finali, watukate midomo yetu tunaokaa tunawasema. Wewe umsifii ili akae kwenye njia. Sasa hii safari ndio opportunity ya kwao ya kuweza kuwasifia Azam. Wakiikosa hii hawaipati milele daima. Usinitazame. Saidi, unajua kundi jepesi hapa, mgumu Wydad. Mgumu nani mwingine? Nairobi. Si Nairobi Center si ndio natajuzi nimetoka kuangalia. Angalia nikakwambia waangalia hapa Nairobi wanakipiga hapo. Wanakipiga sio mwenyewe niambia. Awe leo Azam huyo Fei mwenyewe tena hiyo mechi ya Azam na wale Azam na wale Nairobi United. Naomba tafadhali tuje twende wote. Pale uwanja. Mimi sijawahi kuingia kwenye uwanja wa Azam. Kwa hiyo unahitaji uwe naye. Mimi nataka niende nikawaangalie. Kabisa. Yani nakuomba unipeleke. Maana mimi kwenda mule ndani mule watasema huyu mzee anaweza wakanipiga ngumi wale. Kwa nini tusiende hii ya Mkweo? Ya nani? Ya mkuu wangu. Ya mkuu wangu aibu. Achana nayo. Wewe wale wana watu wewe. Ya Mkweo. Wewe. Ishi hapo wana watu wale. Alikotoka striker wako mwalimu kule bwana. Chana nao, wao wana watu. Unataka kuniambia Azam pale anakula nje ndani, pointi 6 anatoa. Na ndio maana nilikwambia Mwarabu hawezi kukupa mchezaji vivi. Wana watu wametoa ujinga. Wewe unafanya mchezo, wana watu. Unasema Azam afanyeje? Anatoa pointi 6 zote. Kawaida. Tutajua hapo. Wana watu wale. Ila kwa mwelekeo unaona wawili Azam wanapita na Wydad. Wanapita kama mimi nimekwambia hivi, siku ya mechi ya Azam na wale City Nairobi tuje twende. Yani tena uje uniambie twende. Hata kama mimi nitakosa hela, tenda kuomba hela ya Ligonga, mimi niende ile hela ya mimba kwa mimba, mimi niende nikaangalie ule mpira. Na sijawahi kuingia kwenye ule uwanja wao Azam. Ingia kumbe kwa. Sijawahi kwa sababu mimi nachotaka kitu kilichonyoka. Na nikamwambia kabisa Fei, nikamwambia Fei, mimi nakupenda. Kwa nini? Nakupenda kwa sababu unaujua mpira. Mimi Mbugila nikupende wa nini? Huna maana yoyote kwangu. Kwa nini hujaje Simba? Sikumuuliza. Sikumuuliza. Huwezi kumuuliza mbele za watu. Tuende kwa Singida walimalizeti. Sasa wao walimalizeti tayari washanyang'anywa kocha. Na yule kocha tutafika. Hataka, si ndio umesema Singida? Ndio. Singida yuko na nani? Singida Black Star yuko na SC Otoho, yuko na Stellenbosch yule aliocheza naye Simba tukaenda kule Zanzibar. Mtungua pale. Huana wapeleka finali nusu. Na Belouizdad ambao alikula chuma 4 na Yanga hapa Taifa. Kule alipigwa Yanga chuma 3 akaja hapa akabadili matokeo akamtandika 4-0. Singida hayupo. Kwa nini? Singida hayupo. Rudia tena kundi hilo. Kuna Belouizdad. Kuna Stellenbosch ambao ulicheza naye wewe. Sawa. Kuna AC Otoho pamoja na Singida mwenyewe. Huyo ST Otoho ndo simjui, ndo naisikia. Lakini hapo Singida Stellenbosch na Belouizdad ndo unaona unawapa kipaumbele wao wanapita. Singida afanya kazi ya ziada. Ndio nakwambia. Gamondi ameishia makundi. Asa Gamondi ameishia makundi, Gamondi yupo pale na wewe. Kati watu wameshamtangaza huko. Sasa Kaimu huenda Kaimu ndio biashara imeisha hiyo. Na yule Kaimu lazima aondoke na jini lake lile. Lile zeli na sasa lile zeli linavyovaga nguo nyeusi. Sasa na mimi nataka niwaone TFF watamchukua au wamchukui. Maana ile ndio ilizi ya Gamondi. Gamondi hawezi kwenda kukaa na wale pale watoto wa mjini wale. Maana nani mtoto wa mjini? Ufundi wote wameshalitoa. Si ndio nasema? Ile timu ya taifa benchi la ufundi na kocha wote Morocco ameotoka. Wote kaondoka na benchi lake. Basi atachukua benchi lake lile. Kwa taarifa inaonekana Gamondi anahitaji aondoke na yule Musa Ndao. Aondoke na kocha wake. Yanga wale sikatoka Yanga. Toka Yanga kaenda na Singida. Wakaenda wamekaa kule wamechukuliwa na Singida wamepelekwa wote pa. Na yule atawaambia Al Nasri alikuwa naye. Na alivyorudi Singida naye pia. Basi na pale kwenda naye pia kwa timu ya taifa atawaambia mimi namtaka yule. Kwa kisa ameenda timu ya taifa Singida apite. Sasa anapita na nini? Aje tena kocha mwingine. Utampata wapi kocha mwenye akili za haraka? Yule Musa yule Ndao baba yule jini lile kocha lile. Lile kocha
Kwa hiyo kwa mwelekeo mzee Saidi, Singida mapema kina Masanza wanawakatisha ndoto zao, wameishia hapa kwa mwaka huu. Utakuja kuniambia. Wasubiri mwakani. Wasubiri mwakani, nafasi inakuja mara mbili. Sasa wao wengine wanakuangalieni. Sasa ana uwezo akacheza tena shirikisho, akacheza tena finali kwa sababu wao wachezaji wanawaacha. Wewe ngoja finali, wewe ngoja ligi iishe mwaka huu. Utaiona Singida itakavyopukutika hiyo. Wanabeba tena wachezaji. Utakuja kuniambia. Kwanza tu Aucho Yanga. Mapema wamekataa. Nani amekataa? Masanza arudi aje aweze kuja Yanga. Wa kwao yule. Nani anasema hivyo? Masanza msemaji wao. Kama walimchukua Fei watashindwa kumchukua wewe bana, wewe kama una maneno ya kuongea funga kipindi. Kama walimchukua Fei Toto akaenda Yanga, leo washindwe kumchukua Aucho aliyeishi kwa muda mrefu Yanga, uchochoro wote anaujua. Sasa Fei Toto sikatokea Zanzibar, alitokea wapi? Kwani alipotoka Zanzibar aliletwa na nani bala? Sawa, wewe wa Singida. Sasa sawa. Na waliwaambia tupeni huyo, si tunamtaka. Wakati huo Makofia naye alikuwa anamnyemelea. Anamtaka. Bwana Mungu, bwana acha Mungu aitwe Mungu. Yule mzee tumepoteza mtu, rafiki yangu. Mzee Makofia tumepoteza mtu. Makofia alishaanza kumpigia hesabu yule mtoto. Singida pale pale anamnyemelea. Sasa sijui Yanga walishikwa masikio na anawaambia jamani, yule mtoto pale Singida anaondoka yule. Nani Fei wanabeba? Yanga ndio wakaingia wazima, tupeni huyo kwa nguvu. Chelewa chapo akabeba. Tena walichukua kwa nguvu. Hamna usajili wala hamna kulipa wala nini. Watakapita nani? Yaani kaja kusaini fomu huku mchezaji. Wewe kule ametoka yeye. Wewe mtendo ukasaini huko. Huko wewe twende kama wewe kama wewe toka. Twenda kumalizana wenyewe. Tutaenda kumalizana wenyewe huko. Wakaanza kuulizana kwani Yanga amelipa bei gani? Wewe majibu yalikuwa yamekosekana, wanakuja kupata majibu mbele ya safari. Mbele ya safari. Na kalitumikia kweli jeshi la Yanga. Kwa moyo mmoja, kwa moyo mkunjufu Fei Toto. Na ndio maana Simba tulivyoambiwa yule bwana yule kaja anasema ataleta mchezaji yoyote mnemtaka nyinyi, si tukajua Fei Toto anatua ya Simba. Anaongea. Vimeruka. Vimeruka. Watu wanaulizana Oya yuko wapi? Nenda kuchukua mwalimu kwa mkopo. Mzee Saidi, kwa kumalizia kwa upande wako wewe, karata yako kwanza kabla unatoa SMG, unaenda kuchukua gobole unaweka pale. Ni vitu vingine vya aibu. Neno la mwisho Mzee Saidi kwa wewe, karata zako timu hizi 4 zilizoshiriki klabu bingwa, ambao 2 zimeenda klabu bingwa, 2 zimeenda shirikisho. Wewe karata zako unaziona timu ngapi hapa zinazopita kwenda robo? Atakaye changa karata vizuri ndo anaenda. Atakaye changa karata na uongozi wake. Maana kuna viongozi wengine wamekaa kwenye mpira kwa ajili ya biashara, sio kwa ajili ya timu. Kwa hiyo hapa mimi naweza nikajimaliza alafu zisiende zote. Ikawa ndo mwisho wetu. Ndio mwisho wetu hapa. Zote zikashindwa kwenda. Na haki ya Mungu, yani tena nawaambia kabisa Azamu, na hii usiifute. Babu zaka za kazi. Safari usipopita wewe, asipokwenda robo. Yani usipoenda robo zaka za kazi babu. Acha mpira tena kabisa, uondoke kwenye mpira. Sasa kundi gani lile unapewa wa Kenya? Wa Kenya unagonga nyumbani na ugenini. Tatibu tu. Anapiga nje ndani. Kama alivyomfunga nani KMKM. Sasa kama alivyomfunga KMKM ndio atakavyomfunga huyo Nairobi. Nairobi ana wachezaji gani? Hana hata mchezaji wa timu yenye wachezaji wa kigeni ni timu moja tu Nairobi. Ni Kenya hapa. Gor Mahia peke yake. Tena hata 10 hawafiki. Hata 4 hawafiki. Lakini sio hao. Sio hao, wote wamechukua pale pale. Kama kidogo wametoka Sudani. Lakini huku kuna watu kila aina ya binadamu wako Azam. Pale Mkweo anapita na Azam. Mzee zaka za kazi anapita. Apite zaka anapita. Masifa yanakuja. Sasa huku nako Simba ndio katoka, Yanga katoka, wamebaki wao peke yao. Wanamweleka tu. Asikili mtu tena. Kama tayari naona huku umeshaanza kuwatabiria kwa apite. Amna mimi sijatabiria. Bwana, huyo ndo Mzee Saidi.
Karata yake anatupa Azam, uhakika 90%, uhakika wa kupita hanao. Simba Yanga wanasema atakayechanga karata vizuri ndio atakayopita, ila ukichanga karata vibaya unaishia hapo hapo makundi, robo finali hauioni. Sisi hatuna la ziada, tunachosema tunawapenda, muendelee kusubscribe, kutufollow, kwa share na kulike content hii. Hatuna la ziada, tunashukuru, bye bye.